Kabla ya kusema Dumbia hafai au Simba wamepigwa, unahitaji kumsikiliza kwanza kocha wa Simba Steven Barker ambaye anakisuka kikosi cha Simba kwa ajili ya kubeba ubingwa wa msimu unaokuja. Steven Barker mara baada ya kutua kutokea Rwanda anasema for Simba Day and kusema ukweli, maandalizi yetu kwa ujumla yamekuwa mazuri. Tulirejea kambini baada ya mapumziko mafupi sana, kisha tukalazimika kujiandaa haraka kwa ajili ya mashindano ya kombe la Sekafa Kagame. Haikuwa rahisi kwa sababu tulihitaji kusimamia kwa umakini mzigo wa mazoezi kwa wachezaji, huku wakati huo tukianza kucheza mechi za ushindani. Hatukupata muda wa kutosha maandalizi ya kawaida kabla ya mashindano hayo kuanza. Hata na hivyo, kadri mashindano yalivyoendelea, niliona timu inabadilika kuwa bora zaidi. Viwango vya utimamu wa mwili kwa wachezaji viliongezeka hatua kwa hatua. Tulimaliza mashindano kwa kiwango kizuri sana dhidi ya Singida, na pia tumeridhishwa na kiwango tulichoonyesha kwenye mechi ya kirafiki dhidi ya Elmerak. Kwetu ilikuwa ni muhimu kucheza mechi za ushindani mapema ili wachezaji wapate utimamu wa mechi na kurejesha makali yao. Kwa sasa tumebaki na takriban wiki moja kabla ya ngao jamii, na siku 3 baadaye ligi inaanza. Ndio maana ilikuwa ni muhimu sana kupata mechi nyingi pamoja, kuwajumuisha wachezaji wapya ndani ya mfumo wa timu yetu. Nimefurahishwa sana kuona namna walivyojichanganya kwa haraka na uwezo wao. Tulikuwa pamoja kambini kwa takriban wiki 2 nje ya Dar es Salaam, jambo lilotupa nafasi ya kujenga ushikamano, kuzungumza kuhusu utambulisho wa timu yetu, falsafa yetu na uchezaji na namna tunavyotaka kucheza msimu huu. Kwa hiyo kambi ilikuwa na manufaa makubwa sana kwa kila mmoja wetu. Sasa tumerudi Dar es Salaam na kwa kweli kila mmoja wetu anasubiri kwa Simba Day. Kwangu binafsi itakuwa ni mara yangu ya kwanza kushuhudia tukio hilo. Hivyo nina hamasa kubwa na ninatarajia kupata uzoefu wa kipekee. Baada ya hapo, macho yetu yataelekezwa kwenye kwanza kwa ligi pamoja na mchezo dhidi ya Yanga wiki ijayo. Kuhusu wachezaji wapya, tumesajili wachezaji kadhaa. Wapo wachezaji wa ndani kama Nation, Chilambo na wengineo ambao wamejumuishwa, wako vizuri sana na kikosi. Nimeona sababu zilizofanya tuwasajili, kwa sababu tayari wameonyesha ubora tuliokuwa tunauona kabla ya kuwaleta hapa. Nafurahi sana kuona kile walichokiongeza ndani ya timu. Kwa upande wa wachezaji wa kimataifa, Dumbia, Mahwala, Jabal pia amezoea mazingira kwa haraka. Nimeridhishwa sana na kile ninachokiona kutoka kwao. Ninaamini wote wataongeza thamani kubwa ndani ya klabu. Kwa sasa ninafurahia kila mchezaji tuliyemsajili. Hata na hivyo, bado tunatumaini kukamilisha usajili wa mchezaji mmoja au wawili zaidi kabla ya msimu hujaanza. Tuendelee kuvuta kidole tukiamini kwamba tutafanikiwa kukamilisha mipango hiyo. Kiukweli, baadhi ya watu waliona Simba haikucheza kwa kiwango chake bora wakati wa mashindano hayo, lakini kwa sasa iko wazi. Tulikuwa tumepumzika kwa wiki 2 pekee. Hatukuwa na muda wa kutosha maandalizi kabla mashindano kuanza. Kwa hiyo tulitumia kombe la Kagame kama sehemu ya maandalizi ya msimu, huku wakati huo tukishiriki mashindano yale kwa ushindani zaidi. Hata na hivyo ilikuwa rahisi, lakini naamini tulisimama vizuri. Mwisho wa mashindano kila mchezaji alipata dakika chache za kucheza. Wachezaji wapya waliingia vizuri kwenye mfumo wa timu na kila mechi ilikuwa inazidi kutuboresha kwa kiwango chetu. Ndiyo maana nina imani kwamba kufika wiki ijayo tutakuwa tayari kukabiliana na changamoto yoyote itakayokuwa mbele yetu. Kwa bahati mbaya sana, Kapteni Shomari Kapombe alipata majeraha ya kuteguka kwa bega. Hata na hivyo si jeraha kubwa. Tunaamini ndani ya takriban wiki 2 ataanza tena mazoezi na kufikia mwisho mwezi Agosti atakuwa amerejea kikamilifu kwa mazoezi na tayari kucheza mechi. Ndiyo, kwa 100%. Sina shaka hata kidogo kwamba tunaweza kuwa na msimu wa kipekee. Hakuna sababu ya kutoamini hilo. Katika miezi 6 ya kwanza ya mwaka huu tuliweka msingi mzuri sana. Sasa jukumu letu ni kuendeleza kiwango chetu kile kile tulichokionyesha na kupambana kwa ajili ya kila taji tunayoshiriki. Iwe ni ligi kuu, makombe ya ndani ama ligi ya mabingwa Afrika. Lengo letu ni kushindania ubingwa katika mashindano. Kwanza kabisa nataka kuwashukuru kwa sapoti kubwa waliotupatia mwisho wa msimu uliopita. Kwa kweli walikuwa chanzo kikubwa cha motisha kwetu. Walisimama nyuma ya timu kwa nguvu zote. Wakati mwingine walikuwa kama tunacheza tukiwa na mchezaji mmoja wa ziada uwanjani. Tunafurahia kwamba tuliweza kuwapa furaha kutoa baadhi ya mataji, lakini sasa tunahitaji kwenda kwenye hatua nyingine. Lengo letu kubwa ni kupigania ubingwa wa ligi kuu, kufanya vizuri kwenye ligi ya mabingwa Afrika na kushindania kila kombe tunaloenda kulishindania. Ili kufanikisha hilo, tunawahitaji mashabiki waendelee kusimama nasi. Kwa maoni yangu, mashabiki wa Simba ni bora zaidi barani Afrika.
Tunawaahidi jambo moja: kila tutakapovaa jezi yenye nembo ya Simba na kuingia uwanjani, tutapambana kwa nguvu zetu zote. Tutatoa 100% uwezo wetu. Tutafanya kila linalowezekana kuwaletea furaha. Tunaomba muendelee kuwa nasi na kuendelea kuiunga mkono Simba kama ambavyo mmekuwa mkifanya hivyo. Huyu ni Steven Barker, tayari amefika, anawaza ubingwa, anamwaza Yanga. Nyinyi maji mtaitama.